Wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Tafadhali endapo unanipata kwa mara ya kwanza, piga subscription, bonyeza kengele, sambaza hii kanda iwafikie watu wengi. Baada ya kituo cha CNN kupitia kwa mtangazaji wake kutoka Kenya mwenye anaitwa Larry Madowo kuachia kanda ambaye aliifanyia utafiti kutosha na ikaonyesha jinsi ambavyo wananchi walikuwa wanauawa Tanzania na kuzikwa kwenye kaburi la pamoja, serikali ya Samia imetetemeka. Mbona serikali ya Samia imeweza kutetemeka? Namba moja, waliambia dunia kwamba serikali haikuua Watanzania. Larry Madowo ameweza kuhakikisha kwamba maafisa wa polisi ndio waliweza kuwaua wananchi Tanzania. Na hawa maafisa wa polisi, kama mnakumbuka vema, juzi jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania, mmoja wao aliweza kuvunja habari na kusema kwamba tarehe 29 usiku waliitwa na Samia wakapewa maagizo kwamba yeyote mwenye atapatikana barabarani apigwe risasi. Kwa hivyo Larry Madowo ameweza kuhakikisha kwamba polisi ndio waliweza kuwaua wananchi wa Tanzania na wananchi hao wa Tanzania walipewa maagizo na rais. Namba mbili, Larry Madowo ameweza kuonyesha mahala ambapo Watanzania wameweza kuzikwa kwenye kaburi la pamoja. Ila serikali ilikuwa imesema kwamba hakuna mtu ambaye aliweza kuuawa. Kumewaka. Mambo yamechemka kwenye serikali batili ya Samia Suluhu. Wacha tuanze. Kabla ya uchapishaji wa hii kanda, hii story ya mauaji Tanzania, mtangazaji huyu wa CNN, Larry Madowo, aliweza kupigia simu utawala wa Samia kuwaeleza kwamba amefanya uchunguzi hivi na hivi, akawaeleza, akawauliza majibu yao ni yepi, waweze kutoa upande wao wa story kuhusu maandamanaji, kuhusu utafiti wake ambao ameweza kuufanya na akapata kwamba wananchi waliuawa na walizikwa katika makaburi ya pamoja upande wa Dar es Salaam kaskazini. Serikali haikumjibu hata, kwa sababu Larry Madowo ndio huyu amekuja ameeleza hivi kwenye mtandao wake: The Tanzanian government did not respond to our detailed questions before we published. Now they are saying this. Hapo chini akaweka taarifa ambazo zimeweza kutolewa na ikulu ya Samia baada ya Larry Madowo, mtangazaji wa CNN, kuachilia kanda ambayo inaonyesha dunia mzima, Amerika, ICC, jinsi ambavyo wananchi walikuwa butchered, waliweza kuchinjwa, waliweza kupigwa risasi na wakauawa. Serikali ya Samia imeweza kusema hivi: Public notice 21st November 2025. The government of the United Republic of Tanzania has taken note of a documentary recently published by CNN regarding the events of 29th October 2025. The government is currently reviewing and verifying the contents of the documentary. An official response will be issued upon completion of this assessment. Serikali kwa lugha ya Kiswahili wameweza kusema kwamba wanapitia kanda ambayo imeweza kutolewa
eti kwamba serikali inafuatilia makala iliyochapishwa muda mfupi uliopita na chombo cha habari cha CNN kuhusu matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na siku zilizofuata. Tunachambua na kuhakiki maudhui yaliyomo katika makala hiyo, na tamko la serikali litakuja baada ya kukamilika kwa uhakiki. Acha nikuulize mpenzi mtazamaji, ni kuchambua kupi ambako wataenda kuchambua maudhui ambayo yaliweza kutolewa na kituo cha CNN? Na ni nini hichi ambacho watakisema kama si uongo? Ni nini hichi ambacho serikali ya Samia itajibu maudhui ambayo yalitolewa na CNN kama hawatatoa uongo wao? Kulingana na huyo mtangazaji wa CNN, Larry Madowo, anasema kwamba serikali ilijaribu kwa kila namna kuzuia asichapishe hiyo kanda ya utafiti wa mauaji Tanzania. Yeye ndiye ameweza kutuambia jamani, sio maneno yangu. Unavyoona hapo ameandika kwamba the Tanzanian government tried to block this story from getting out, but we are telling it to the world. Kumaanisha serikali ya Samia inajua kwamba iliweza kuwaua Watanzania wengi. Walijaribu kumuonga pesa, kwa sababu najua kujaribu kuzuia ni kujaribu kuhonga. Wanamuuliza unataka pesa ngapi? Walijaribu kumuhonga asichapishe haya matukio. Walijaribu kadri ya uwezo wao asiachie hii video, kwa sababu wanajua itafikia watu wengi ulimwenguni. Lakini Larry Madowo akawaambia kwamba wacha upuzi Samia bana, wacha upuzi. Hii kanda ninaunda ndiposa ulimwengu mzima uweze kujua ujinga na uchafu na madhira na udikteta ambao uliweza kusimika, ambao uliweza kupanda kwa wananchi wa Tanzania. Kitu ambacho unapaswa kujua ewe mpenzi mtazamaji mwenye unanitazama, serikali ya Samia imeweza kutetemeka, na kitu ambacho kimeweza kuwatetemesha ni jinsi ambavyo wameweza kuandikwa katika dunia nzima kuona machafuko ambayo walifanya Tanzania. Na sasa wanataka kukuja na ripoti ambayo inataka kusema kwamba hawakuulizwa maswali kuhusu maudhui ambayo yaliweza kutolewa na kituo cha CNN. Lakini hapa tumeweza kutandika jinsi ambavyo mtangazaji wa CNN Larry Madowo ameweza kusema. Amesema kwamba serikali haikujibu maswali yake. Sasa ndio wanataka kutoa tamko lao baada ya kuweza kuchambua na kuhakiki maudhui ya kanda ambayo yalichapishwa na kituo cha CNN. Wacha nikwambie mpenzi mtazamaji, hakuna kitu ambacho serikali itatoa ili kuweza kufunika ukweli ambao umeweza kufumbuliwa na kituo cha CNN. Wameweza kukaba koo na ICC inaweza ikamtafuta Samia Suluhu kutokana na hii kanda ambayo imetolewa na yani na kituo cha CNN. Na sasa wanataka kujitetea. Kumbuka kwenye yale maudhui ambayo yalitolewa na mtangazaji wa CNN Larry Madowo, alieleza kwamba polisi ndio walihusika moja kwa moja kuwaua Watanzania. Pili, kuna mama mwenye aliweza kuuliwa Mwanza, mwenye alikuwa mjamzito wa miezi mitatu. Jamani, askari wa jeshi la polisi munaua mpaka mama mwenye yuko mjamzito? Nyinyi ni wanyama kiasi kipi? Yaani mumeua mama, mumeua na kiumbe ambacho kilikuwa tumboni na hakikukuwa na hatia yoyote. Mumeua rais wa kesho wa Tanzania
alafu Samia wanataka kuongea nini na serikali yake batili. Katika hayo maudhui ya CNN, Larry Madogo, mtangazaji, aliweza kueleza kwamba madaktari ambao hawakutaka kutambuliwa walimueleza kwamba kwa siku moja peke yake wananchi walijazwa katika mochari upande wa Tanzania. Yani waliweza kujazwa katika mochari katika mkoa wa Sekou Toure. Walijazanishwa kwenye mochari. Na walipojaa kwa mochari wengine wakawekwa nje. Lakini huyu daktari anaeleza hivi. Watu wengine ambao walikuwa wanafikishwa kwenye mochari walikuwa hai bado, lakini walikuwa na majeraha ambayo iwapo wangepata uangalizi na matibabu wangepona. Lakini polisi waliwatisha wakiwaeleza kwamba msijaribu kuokoa waandamanaji. Wakawaweka ndani ya mochari wakiwa hai, wakafia pale. Alafu sasa serikali ya Samia inataka kujibu nini? Baada ya kanda kuweza kutolewa, wanataka kujibu nini? Kuna kanda ambayo iliweza kutolewa kutoka Mwananyamala mochari. Niko nayo, kama mnataka nitafute. Watu wakiwa wamejazanishwa ndani ya mochari mpaka kwa sakafu. Serikali ilisema kwamba ni uongo. CNN imeweza kuchambua ile kanda na imetambua kwamba ni ukweli. Kuna ndugu zetu kutoka Tanzania ambao waliweza kuwatambua ndugu zao kutoka kwa kanda ambayo iliweza kutolewa upande wa Mwananyamala. Cha kushangaza, maafisa wa polisi Tanzania kwa agizo la serikali ya Samia waliweza kuzika wapendwa kwenye kaburi la pamoja, wakitaka kufunika kitu ambacho kinaitwa ushahidi. Upande wa Dar es Salaam kaskazini. Alafu Samia Suluhu anatuambia kwamba eti kwamba vijana walilipwa na mashirika ya NGO kuandamana. Eti walilipwa diposa waweze kuingia kuandamana. Sasa CNN imeweza kusema kwamba tuhuma kuhusu uwepo wa makaburi ya pamoja zimezidi kushika kasi baada ya uchunguzi wa CNN kubaini taarifa zilizohusisha polisi na maziko ya siri ya miili ya waandamanaji waliouliwa katika ghasia za baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 Oktoba 29. Kwa mujibu wa Larry Madogo na kituo cha CNN, kumekuwepo na maelezo kuwa jeshi la polisi limehusika na utupaji wa mamia ya miili ya watu wasiotambulika katika maeneo yasiyojulikana. Muungano wa ripoti za mashirika ya haki ya binadamu pamoja na vyanzo viwili vya ndani vimeeleza kituo cha CNN kwamba baadhi ya miili ya waandamanaji waliouliwa jijini Dar es Salaam ilizikwa katika makaburi la pamoja kwenye makaburi ya Kondo Kunduchi kaskazini mwa jiji la Tanzania au Dar es Salaam. Alafu sasa serikali inasema eti kwamba inachambua maudhui ya CNN. Watujibu nini? Hiyo ni ishara kwamba wamekwisha ogopa. CNN walitumia picha za satellite zenye ubora wa juu kutoka kwa kampuni ya Planet Labs na Vantol zilizopigwa Novemba tarehe 9 pamoja na Novemba tarehe 15. Zinaonyesha udongo uliovurugika katika eneo lililopo takriban ya mita 60 kutoka makaburi yaliyopo ya Kondo Kunduchi. Uchambuzi wa ziada wa picha za satellite
za Sentinel-2 unaonyesha shughuli za kuchimba udongo zilifanyika kati ya tarehe 2 Novemba pamoja na tarehe 5 Novemba kabla ya Samia kuapishwa na baada ya Samia kuapishwa, siku chache tu baada ya ghasia kuzuka. Vyanzo vya eneo hilo vimeambia CNN kwamba wavulana wa eneo la Kunduchi walilipwa fedha za kuchimba na kuzika miili katika mashimo makubwa yaliyodaiwa kuwa makaburi ya pamoja. Sasa ewe Mtanzania mwenye unalipwa pesa kuchimba mashimo, kuzika ndugu zako, kuna akili kweli? Wewe na mchawi kuna tofauti kweli? Wewe na mchawi kuna tofauti mwenye unalipwa kuchimba makaburi, kuzika ndugu zako? Katika matangazo ya moja kwa moja na CNN, daktari kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa Sekou Toure alinukuliwa akisema kuwa baadhi ya watu waliokuwa na majeraha walinyimwa matibabu na polisi walipelekwa mochari moja kwa moja wakiwa bado hai ili wapotezee maisha yao pale. Picha za miili iliyopangwa na mochari ziliambatana na kauli hiyo, huko CNN ikieleza kuwa tukio hilo lilikuwa sehemu ya uchunguzi wa ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Wapenzi watazamaji, ni kipi ambacho sasa serikali ya Samia inatuambia kwamba inachambua na kuhakiki alafu itatoa matamko yao baadaye? Ni kipi? Wanataka kukataa kwamba matokeo hayo au uchunguzi huo haukukuwa Tanzania? Wanataka kutuambia kwamba hakuna Mtanzania mwenye aliweza kuzikwa kwa kaburi la pamoja upande wa Kunduchi, kipindi ambapo CNN imeweza kutumia mpaka picha za satellite. Number 1, kitu ambacho unapaswa kujua, hili chapisho la maudhui ya mauaji ambayo yalitendeka Tanzania ya CNN ndiyo yanazidi kusungumziwa dunia nzima. Kulingana na mtangazaji wa kituo cha CNN, Larry Madowo, anasema kwamba hiyo story ndiyo iko number 1 saizi, inazidi kuchambuliwa na watu dunia nzima, wanazidi kuona jinsi ambavyo wananchi waliuawa. Na hii ndio imeweza kufanya serikali ya Samia inasema kwamba itajibu maudhui hayo. Kitu ambacho unapaswa kujua mpenzi mtazamaji, serikali ya Samia namba 1 imeweza kuogopa. Namba 2, wameogopa kwamba watafunguliwa mashtaka ya jinai kutokana na maudhui haya ya kituo cha CNN, ambayo waliweza kusema kwamba mpaka mama mwenye alikuwa mjamzito aliuawa. Namba 2, watu ambao walikuwa na majeraha endapo wangepewa matibabu wangepona, lakini maafisa wa polisi wakatisha madaktari kwamba wasipeane huduma ya kwanza. Namba 3, unapaswa kujua kwamba Samia ameweza kutetemeka. Samia anajua kwamba Watanzania wameweza kufuatilia hiyo kanda na wamejua ukweli kwamba Samia na utawala wake waliweza kuwaua maelfu ya wananchi. Sasa anataka kukuja na ripoti feki ili kusema kwamba maudhui ambayo yaliweza kutolewa na kituo cha CNN ni ya kupotosha. Wazo lako ni lipi? Samia ameogopa, hata kwa afisi ninaambiwa kwamba haendi, yupo tu kwa chumbani mwake amerelax. Kwa nini? Juu ya video ambayo iliweza kutolewa na kituo cha CNN, ambayo imeweza kupekua mpaka picha za satellite na kugundua kwamba kuna makaburi ndani ya msitu upande wa Kunduchi, mahala ambapo maalaiki ya wananchi wameweza kuzikwa. Samia ameogopa kukujiwa na mahakama ya ICC. Nikimalizia mpenzi mtazamaji, ninajua muko na mambo mengi ya kuweza kuzungumza. Mnataka niweza kuwapea nafasi hata nyinyi sauti zenu ziweze kusikika kuhusiana
na matukio kamili ya mauaji ambayo yaliweza kutendeka Tanzania. Nimeweza kuwasikia wapenzi watazamaji. Nimeratibu live stream. Nimepanga siku ya Jumapili kuanzia saa 2 jioni masaa ya Afrika Mashariki, ambayo itakuwa ni saa 6 mchana masaa ya Amerika. Nitakuwa live hapa katika hichi kituo na nitawapea nambari yangu ya WhatsApp. Mtanitafuta hiyo siku niwapee linki ya live stream. Mnaweza mkajiunga wakati huo tuweze kuyajadili yaliyotokea Tanzania. Mimi wenu ni Bwana Ezra. Asante kwa kunisikiliza.